Naam, mpasuko na mvutano wa vita ndani ya CCM umezuka leo. Viongozi wa CCM wavurugana hadharani, wakosana na kumpa wakati mgumu kiongozi wao Samia Suluhu. Taarifa mbaya kwa Rais Samia Suluhu leo Ikulu ya Dodoma, huku CCM ikianza kusambaratika eneo hili Tanzania kwa mzozo wa ndani kwa ndani. Takriban viongozi 70 wa CCM wahusika katika mzozo na mvutano huo. Mtazamaji, kama kawaida yetu, kabla tusonge mbele, niambie unanisikiliza au unanitazama ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi, niambie upo nchi gani, na kama upo humu katika taifa letu la Tanzania, niambie unanitazama ukiwa maeneo gani. Dhoruba kubwa ya kisiasa imezuka ndani ya chama tawala cha Tanzania na kuzua mvutano na makabiliano ya wazi miongoni mwa wanachama wakuu. Mgogoro unaoendelea ndani ya Chama cha Mapinduzi umevuta hisia nyingi nchi nzima baada ya kuwepo kwa taarifa kuwa makumi ya viongozi wa chama hicho cha CCM kinachoongozwa na Samia Suluhu sasa wanaingia kwenye mgogoro wa ndani. Waangalizi wa mambo wanasema hali hii sasa inawakilisha moja migogoro inayoonekana ndani ya chama tawala katika miezi ya hivi karibuni. Kuongezeka kwa mgawanyiko huo wa hivi punde ambao nitakueleza mbele ya video hii kumeibua wasiwasi kuhusu umoja ndani ya chama na matokeo ya kisiasa yanayoweza kusababishwa na mapambano yanayoendelea ndani ya CCM sasa hivi. Mzozo huo uliongezeka baada ya ripoti kuthibitisha kuwa takriban viongozi 70 wa chama tawala cha CCM sasa wametia saini barua ya kutokuwa na imani na kiongozi mkuu wa chama. Kiongozi mmoja kutoka katika eneo moja nchini Tanzania wametia saini barua ya kutokuwa na imani na kiongozi mmoja wao mkuu wa CCM ndani ya chama. Kwa mujibu wa vyanzo vinavyofahamu suala hilo, wengi wa waliosaini hati hiyo ni madiwani na wajumbe wa miundo ya watendaji wa wilaya ya chama. Barua hiyo imeripotiwa kuwasilishwa kwa katibu wa chama mkoa wa Kilimanjaro. Hatua hii mara moja iliibua misururu ya mikutano, makabiliano na mijadala mikali miongoni mwa wanachama wa chama, huku wakianza kuzozana wao kwa wao. Viongozi waliohusika na malalamiko hayo, takriban viongozi 70, wanamshutumu kiongozi huyo mmoja ambaye jina lake limefichwa, ambaye pia hajatajwa jina katika taarifa hizo. Wamemshutumu kwa kueneza uvumi na kuchochea migawanyiko miongoni mwa viongozi wenzake wa chama, na hivyo viongozi 70 sasa wakaingia vita na yeye, na sasa wametia saini barua ya kumtaka aweze kufukuzwa ndani ya CCM na kuweza kupokonywa mamlaka. Wanadai tabia hiyo inayodaiwa imedhoofisha ushirikiano miongoni mwa viongozi na kuleta migogoro ndani ya CCM isiyo ya lazima ndani ya miundo ya chama hicho. Shutuma za aina hiyo zimezidi kupamba moto ndani ya CCM leo kutokana na makundi yanayohasimiana kutetea nafasi zao huku yakiwakosoa wapinzani wao. Kutoelewana kwa hivyo kumehamia zaidi ya mijadala ya kibinafsi na katika mjadala wa kisiasa wa umma. Mvutano ulizidi kuwa mkubwa baada ya ujumbe wa kutatanisha unaodaiwa kuchapishwa na kiongozi anayeshutumiwa kwenye mtandao wa kijamii kusambazwa sana. Hata hivyo, ujumbe huo ulioripotiwa kusambazwa sana kwa njia ya mtandao wa WhatsApp kabla ya kufutwa ulionekana kutishia hatua dhidi ya viongozi wa serikali wa CCM na viongozi wa mitaa akiwemo meya na mkurugenzi wa manispaa. Hata hivyo, mara tu picha za screenshot za ujumbe huo zilipoanza kuenea mitandaoni, hasira kati ya wanachama wa CCM iliongezeka haraka na kuzua mvutano. Viongozi wengi walitafsiri ujumbe huo kama ushahidi wa chuki dhidi ya viongozi wenzao ndani ya chama cha CCM. Mzozo huo umejikita zaidi mjini Moshi ambako viongozi wa kisiasa wamekuwa wakihangaika kudhibiti migogoro ya ndani. Mzozo huo umeathiri miundo ya chama na viongozi wa serikali za mitaa ambao wana uhusiano wa karibu na uongozi wa kisiasa. Wakati mapambano ya ndani ya CCM leo yakipamba moto na mzozo kuzidi, viongozi kadhaa wa chama hicho wametaka tuhuma hizo zijadiliwe rasmi na kuchunguzwa wakati wa kikao cha utendaji cha chama. Wengine wamejitetea kuwa malalamiko hayo yanapaswa kufuata taratibu rasmi za chama kabla ya kuingizwa katika vikao rasmi. Hizi taarifa zinakuja kama pigo kubwa kwa Samia Suluhu kwa mzozo na vita hivi ndani ya CCM. Matukio yaliyofikia hatua kubwa wakati wa kikao cha halmashauri kuu ya wilaya kilichofanyika Machi tarehe 7 mwaka huu 2026. Kikao hicho kilitarajiwa kulenga kupitia upya utekelezaji wa ilani ya maendeleo ya chama. Hata hivyo, mgogoro huo ulifunika ajenda haraka, huko makundi ya wanachama yakianza kutaka barua ya malalamiko ishughulikiwe mara moja.
Hitaji hili lilizua hali ya wasiwasi ndani ya ukumbi wa mikutano. Makundi mawili yanayopingana yaliibuka hivi karibuni wakati wa mkusanyiko huo. Kundi moja lilisisitiza kuwa malalamishi dhidi ya kiongozi mkuu huyo ambaye sasa amezua mgogoro huo na watu wamemtilia saini aweze kuondolewa yanafaa kujadiliwa kabla ya ajenda nyingine yoyote. Kundi jingine lilipinga vikali pendekezo hili na kutaka mkutano uendelee kulingana na ratiba iliyopangwa. Wakati pande zote mbili zikipaza sauti zao, mzozo ulishuhudiwa na mvutano ulishuhudiwa ndani ya ukumbi huo. Hali ilizidi kuwa ya makabiliano ya wazi yakidhihirisha uzito mapambano ndani ya CCM leo. Mwenyekiti wa CCM Moshi mjini Faraji Swai alijaribu kurejesha utulivu kwa kuwakumbusha wanachama kuhusu taratibu rasmi za chama. Alieleza kuwa ajenda za kikao hicho hazikujumuisha kupokea taarifa hizo kwa wakati huo. Pamoja na ufafanuzi huo, wajumbe kadhaa waliendelea kupiga kelele na kusisitiza kwamba barua ya malalamiko ni lazima ijadiliwe mara moja. Mvutano huo ulichukua dakika kadhaa huku makundi yote mawili yakikataa kurudi nyuma. Wakati fulani, wakati wa makabiliano hayo, maofisa wa serikali waliokuwa wamehudhuria mkutano huo kuwasilisha ripoti walitoka nje ya ukumbi kwa muda kwa sababu ya fujo zilizokuwa zimejiri kati ya CCM ama kati ya viongozi hao wa CCM ndani ya ukumbi huo. Viongozi hawa walitarajiwa kutoa mada kuhusu maendeleo ya miradi ya maendeleo katika manispaa hiyo. Kuondoka kwao kulionyesha jinsi mapambano ndani ya CCM leo yalivyovuruga shughuli za kawaida za kisiasa. Ni baada ya viongozi wakuu kuingilia kati ndipo hali ilidhibitiwa hatua kwa hatua. Mgogoro huo kati ya CCM kwa CCM pia unakuja muda mfupi baada ya jaribio la awali la kupatanisha makundi yanayohasimiana ndani ya chama tawala. Mkutano wa upatanishi ulikuwa umeandaliwa mapema Machi ukihusisha viongozi wakuu wa kisiasa na utawala. Miongoni mwa waliohudhuria ni viongozi wa mikoa, viongozi wa dini na wajumbe wa miundo ya utendaji ya kitaifa ya chama. Lengo la mkutano huo lilikuwa kurejesha umoja na kuzuia mifarakano zaidi ndani ya CCM. Licha ya juhudi hizo za maridhiano, mzozo unaonekana kuibuka tena kwa nguvu kubwa zaidi, hii ikija taarifa mbaya kwa CCM. Wachunguzi wa kisiasa wanasema kutokubaliana huko kunaonyesha mvutano mkubwa ndani ya miundo ya uongozi wa chama. Mizozo hiyo inapotokea hadharani inaweza kudhoofisha mtazamo wa umoja ambao vyama vya siasa hujitahidi kudumisha. Ndiyo maana mapambano ndani ya CCM sasa yamevutia hisia za kitaifa. Hata hivyo, suala hilo sasa limefika kwenye kamati ya siasa ya mkoa inayoongozwa na Patrick Boisafi. Kwa sasa kamati hiyo inafanya majadiliano kuhusu mzozo huo na hatua zinazowezekana kuutatua, na hatimaye maamuzi rasmi yataweza kufikishwa hadi kwa mwenyekiti wa chama hicho ambaye ni Rais Samia Suluhu Ikulu Dodoma. Viongozi wa chama hicho wanaripotiwa kuwa na wasiwasi kwamba iwapo hali hiyo haitashughulikiwa kwa uangalifu, inaweza kuendelea kuwa mbaya zaidi. Kudumisha umoja wa ndani bado ni kipaumbele kikubwa kwa uongozi wa chama. Wakati huo huo, mabishano hayo yameweka shinikizo kwa namna isiyo ya moja kwa moja kwa uongozi wa taifa, ukiwemo utawala wa Samia Suluhu Hassan. Ingawa mgogoro huo unatokea katika ngazi ya chama cha mkoa, mgogoro wote mkubwa ndani ya CCM bila shaka unavuta hisia na uongozi wa taifa. Wadadisi wa masuala ya kisiasa wanasema hali hiyo inaangazia changamoto za kudumisha mshikamano katika shirika kubwa na lenye ushawishi mkubwa wa kisiasa. Wakati majadiliano yakiendelea, wanachama wengi wa chama wanatumai kwamba mzozo huu hatimaye utasuluhishwa kupitia mazungumzo na taratibu za ndani ya chama. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimefanikiwa kukuandalia katika ripoti ama habari hizi. Ningependa unijuze maoni yako upande wa comment section, vile vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.